Moja ya kitu ambacho ulikuwa ninaomba niweze kukutana na Boniai siku akiwa amevunja kabati. Boniai, mimi nataka kuniambia juu mpaka chini ni kama shilingi ngapi hivi? Mimi sivai vitu vya gharama sana. Sio mambo yangu, mimi si mtoto wa Swahili ni Ubungo. Hii hapa mwanangu suti Kariakoo. Kawaida sana nikivunja sana suti ya 200, 250. Nikipigwa labda katikati hapo kuna winga nini nimemtuma kila 50 na kwa 300. Lakini najua kabisa hapa yeye anaokota. Namuungisha tu. Milioni huwezi kufika kabisa kwenye mavazi yako wewe. Sina nguo ya milioni. Sijawahi. Kwanza sikio nikiwa nao silali usiku. Siasa Boniai ni mtu wa namna gani? Mimi bwana Boniai ni mtoto wa Uswahilini, nimekulia na kuzaliwa Uswahilini. Ubungo Maziwa hapo. Nimesoma Mabibo Primary pale shule ya chini kabisa unasoma Makabwela. Alafu sekondari nimeenda zangu kusoma Upareni kwa Wasabato. Kidogo Mungu yumo na mjua jua kwa sababu nimesoma kwa Wasabato kule Upareni, inaitwa Parane Secondary School. Advance kidogo nimejifunza maisha ya boarding ya Ungangabe ya Kinunda yale, nimesoma Kigonsera, Kaigo the hardest camp kule Ruvuma, wilaya Mbinga. Alafu chuo by that time ilikuwa lazima ili uonekane mjanja udondoke hapo UD. Vyuo vilikuwa sio vingi. Sio kwamba siku hizi mtu asiposoma UD sio mjanja. Lakini zamani vyuo vilikuwa viwili vitatu. Ilikuwa lazima uonekane mjanja. Tunapambana kwa Mlimani hapo. Kwa hiyo chuo nimemalizia Mlimani. Wanauliza Boniai anapenda muziki? Sana. Mimi napenda muziki hasa Bongo Flava. Bongo Flava? Ni Bongo Flava. Bongo Flava kwa nini? Kwa maisha ukishakuwa Swahili ndio muziki unaosikia kila siku. Sasa Bongo Flava na maana Diamond za mbele mbele. Favorite artist wangu ni Jay-Z. Mbele mbele huko. Lakini nyimbo nyingi nampenda tu yeye alivyo anapoimba, lakini nyimbo nyingi hata maana zenyewe sizipati sana kwa sababu Viingereza sio vitu vyangu. Sasa hapo kwenye Bongo Flava na wasanii gani ambao unawakubali wewe? Kwa sababu ukizungumzia Bongo Flava kwa sasa hivi watu wanakimbia kwa Simba la Masimba Diamond Platnumz. Sasa wewe unamkubali nani? Sisi zamani sio hao, sisi tuna Mr. Tu Sugu, tuna Professor J, kidogo Juma Nature, wakina Ferusi hawa ndo watu wetu kipindi cha kizazi chetu cha ujana ndo tumeengi sana. Moja ya vijana wenye ushawishi mkubwa ni wewe pia unatajwa na aina ya maisha unaoishi. Kwanza hongera sana kwa mjengo mzuri. Watu nakupongeza sana kwa hilo. Nataka kujua kitu kimoja Boniai. Hivi sasa hivi unapata nafasi ya kuwahubiria vijana kwamba wapambane na kuweza kutimiza malengo. Neno gani bora ambalo litakuwa neno lililonyoka ambalo litakuwa neno ambalo haliwezi kuleta mtafakuru wote kama tulivyozoea maneno yenu yani? Mimi kwanza hilo ngoja nipige pause kabisa nikae hivi. Swali gumu afu zuri ili kijana yote anipate. Bongo bwana, vijana wanakasumba kuchagua kazi. Hilo ni moja ya problem kubwa ya vijana ni kuchagua kazi. Mimi kwa mfano nitakupa historia. Mimi mamangu mpaka leo ana baa. Na baa sio ya maana, sijui kidimbwi, sijui element. Mimi mamangu nimezaliwa pale nyumbani kwa una baa ya pombe za kienyeji. Lakini ndo life la home. Yaani mimi nimezaliwa nasoma shule ya msingi. Bi mkubwa polisi wanakuja kuokota hela, alikuwa anauza gongo. Sometimes unakuta anakimbizana na polisi. Kwa hiyo nimeona maisha ya kawaida. Kwa hiyo sina sababu ya kufeki sana, ndio tuliaccept na zile sijui pombe zao za chibuku sijui nini na nini ndio zilizosomesha tukafika chuo kikuu, tukafika sijui kwenye elimu gani, tukawa na madegree na baadaye tukaja kuwa viongozi, madiwani, mamea kwa maisha ya nyumbani. Sasa moja ya kitu ambacho sikipendi sana kwa vijana wa Kitanzania ni kufake life na kutokujikubali. Kwa bwana mimi nimezaliwa kwenye kiwango hiki, maisha yetu ni haya. Mtu anataka ajitengeneze ni wa Mamtoni, ajitengeneze ni wa Masaki, ajitengeneze ni mtoto wa Kigogo hata kama kwao kuna maisha magumu. Sasa hiko ni kitu mimi Mwenyezi Mungu alinijalia tangu nikiwa mdogo. Mimi nasoma chuo, mama akinituma bwana kuna gari yetu kwa sababu kipindi hiko pale nyumbani bi mkubwa biashara yake kubwa sana ni chibuku. Kwa mimi mpaka niko UDSM University of Dar es Salaam. Ikitokea siku hii unaona hii tunaiongelea hiyo chibuku yenyewe ilikopo sio unaipata hivi ilikuwa inapatikana kwa foreni kwa awamu. Kwa baa za Mabibo, baa za Mbulati, baa za Manzese kwa siku Jumanne. Sasa mimi mpaka niko chuo siku ya zamu ambao mama ananunua chibuku, gari ya chibuku likija. Mimi niko chuo cha Dar es Salaam. Naenda na toroli, napokea, nachukua ile oda, naendesha chibuku na kumwacha bi mkubwa naoga naenda chuo. Sasa ukutana na mtu anashangaa, huyu mbona ni msomi, yuko chuo kikuu ni kijana na nini? Kwa nini anaendesha toroli anamsaidia bi mkubwa? Kwa sababu yani ndio maisha nimezaliwa nimekuta nyumbani pana shughuli za namna hiyo. Sasa vijana wengi kwenye utafutaji ni wachaguaji wa kazi. Na hili sio hilo tu, na mimi nimeanza kuuza mayai kwa sababu sikuwa na mtaji mkubwa. Nimeanza kuuza mayai mimi kama wholesale, yani nachukua kwa wakulima, yanaletwa kwangu, yakiletwa kwangu na yapandisha bei, naanza kudistribute sehemu mbalimbali. Lakini ndani niombe moja ya tatizo ambalo nimeliona kwa Tanzania. Kila ndugu na kila rafiki nilimwambia nataka nianze kuuza mayai.
hamna linunga mkore korona. Wewe umekuwa mea unauzaje mayai? Yaani wewe unauza kuuza mayai. Wewe si ulikuwa mea wewe. Bwana yana faida. Sasa nilichogundua kuna biashara vijana wa Kitanzania na wa Tanzania tumeshajiwekea kwamba hii ikifanywa ni mtu hali ya chini kwamba utakiwa kuifanya, lakini mtu huyo alikuwa ajua. Kwa mfano mimi nisikuuza tray 2, mimi sikuwa chemsha mayai na tembeza tray 1, ilikuwa inaitwa tu boni yai, ninauza mayai, lakini kwa siku labda nauza tray 2000 au tray 3000. Tray 3000 nikiweka kila tray shilingi 200, zidisha mara 3000 ni milioni 6. Lakini ile perception tu kwamba huyu bwana anafanya biashara ya kuuza mayai, mapokeo yake kwa marafiki zangu haikuwa vizuri, kwenye familia haikuwa vizuri, wanasiasa wenzangu sio vizuri. Lakini baadaye ndio kila mtu anasema bwana, kumbe unapiga hela, kumbe inawezekana. Sasa nilichogundua, ambao nikiongea na kijana wa Kitanzania, mimi nimeuza oili chafu katikati miaka 2007 mpaka 2010 na 11, mimi nimeuza biashara oili chafu. Sisi mtaani huko Ubungo tuko tunaitwa Tibwili. Oili chafu bwana ni biashara moja hivi. Tena mchezaji mmoja wa Simba, mzee wetu mmoja hapa kule maeneo tulikuwa tunamfahamu sana, tunampelekea, alikuwa za moyoni Mogera. Tuna yule ndio alikuwa ananunua mzigo wetu. Ile oili chafu tunaenda kwenye magereji, tunanunua oili chafu. Sijui jamaa wanafanya nini, lakini sisi tunakusanya kwenye madumu. Ikitimia dumu la lita 20, hilo unaweza kuuza labda shilingi 20,000 30,000. Sasa magereji mengi kipindi hiko walikuwa wanajua oili chafu haina kazi. Kwa unakuta wakishamwaga service ya magari ile oili chafu wanatuuzia sisi. Kwa mimi navaa hizo nguo ambazo kuchafuka kama fundi gereji, napita gereji, baada ya gereji Dar es Salaam tunakusanya oili. Lakini pia kwenye hilo nilijifunza, ukikutana na mtu anayekujua kwenye hali ile akuelewi, yaani anakuona kama chizi, mbona unafanya biashara hii maoili machafu, umechafuka hivyo. Kwa hiyo moja nilichojifunza katika hustling zangu, Watanzania wana tabia sana kubagua kazi. Mtu ataka kazi yake avae shati jeupe, apige tai, akae kwenye meza nzuri, hata kama analipo laki 3 atalizika. Ni Watanzania au ni vijana? Vijana, mimi naongelea vijana wa Kitanzania ambao labda nyuma yetu watatufuata na watakuwa na haso. Na kuna wengine sasa hivi, kuna mtu sasa hivi anajua mkao una hela, ila kwa sababu tu atachafuka hayuko tayari kufanya. Na mimi nimeona unakutana na mtu una toroli, kwa mfano tunawashikaji, unamshawishi na anaona anapiga hela, lakini akiwa amebeba ile toroli la oili chafu na madumu, akija mtu mbele anajua naye inabidi akimbia ajifiche. Kwa nini? Hataki yule mtu amuone kwenye biashara anafanya biashara labda ya oili chafu ambao amechafuka. Kwa hiyo ni kasumba ya vijana, na mimi kwangu hiyo ni kansa kubwa sana, inarudisha watu nyuma. Mtu yuko tayari afanye kazi ya mshahara wa shilingi 100,000, lakini achomekee, apige na tai, anyoe vizuri, mshahara wa 100,000, lakini hayuko tayari akachafuka kama mtaala milioni 2. Kwa sababu gani? Kasumba ya kuchagua kazi. Na Watanzania wanaamini mtu anayefanya kazi za kuchafuka hizi kama vile maskini au ana akili au ana elimu. Kwa hiyo ni moja ya shida, kansa kubwa sana kwa vijana. Na kijana yote mwenye malengo na kutaka kutoka, usichague kazi. Cha msingi hakikisha tu ina makoto ya kutosha. Makoto ya kutosha. Ambapo sasa makoto ya kutosha ndo kazi gani hiyo? Hizi za ufugaji, ambazo kijinga. Kuna watu wanapiga hela kwenye kopa masiso haya. Kuna watu wanapiga, sasa unaona biashara watu wanaokota makopo mtaani. Kuna watu tu wamejiwekeza hapo, kazi yao ni kusaga yale makopo, wanatengeneza chenga kama za mchele, wanapaki kwenye viroba, wanatia kwenye meli zinaenda China. Ukimuuliza hela anaopiga hapo ofisini haokoti. Kuna watu sasa hivi wako porini wanafuga, wengine wanachukua maziwa kwa wakulima hivyo, wana pikipiki, wengine nini. Ni kazi ambazo nataka mtu achakalike. Kwa sababu kwa nini? Hii formal sector, mimi nimesoma na degree, nisinge kusubiri niombe mayai. Mimi nilikuwa meya mstaafu, nimemaliza meya Kinondoni, nimemaliza meya Ubungo, lakini jina kubwa mstahiki meya mfukoni sina. Nimerudi kuuza mayai. Kwa sababu ya nini? Maokoto. Umeona, siangalia mtu atasema nini kwamba huyu bwana kapotea, kwa nini anauza mayai sio na vipi. Na mimi nimekuwa meya, ile unasema wewe nyumba nimejenga, nimemalizia baada ya kuuza mayai. Sababu nimekuwa meya kweli, nimenunua kiwanja, nimejenga fence na lile boma nimesimamisha mpaka umea unaishi, ila sina madirisha, sina tiles, sina kioo. Vingine vyote the rest vimekuja. Baanza maisha ya chakaramu, kuhangaika, kuuza hiki, kufanya hiki, chukua ile, fanya hivi. Kwa hiyo napiga business na mimi mpaka leo tuna extend. Alhamdulillah, leo siwezi kama nilivyoanza. Utofauti wake ni mmoja tu. Leo mimi nina credit history. Yaani benki yangu inajua hela inayoingia kwa boni, na benki yangu inaweza kaka tu kaniambia tumekumisi wewe, njoo tukopeshe hela. Sasa hiyo ni stage, ukifika huko ndo tunasema kidogo mimi sio tajiri, lakini sio tena kama nilipotoka kwamba naweza kusema kesho nakula nini au watoto wanaenda kesho kutwa shuleni nitapata nini na nini. Hapana, na lengo ni kuwa tajiri, lakini na aweni. Hiyo aweni kwa sababu gani? Tumepiga hizi hela za kijinga hizi za kuonekana watu wanaona kazi za ajabu, lakini kumbe vile unatengeneza historia ya benki ya kuona kwamba unazungusha mtaji mkubwa,
una mzunguko mzuri wa fedha, benki inaweza kutamani na kuita njoo tukupe hela, njoo tukupe hela. Mtu anaweza kusema kwa nini unasema hela za kijinga, ni kwamba unadharau pesa? Hela za kijinga kutokana na history nilokuambia mimi kwamba Watanzania si hawataki hela za kazi chafu. Kama hizo nilikuwa nauza mayai, watu wanakataa kwamba ni msomi, wewe kiongozi, umekuwa meya, unajui kuja kuuza mayai, ndio hizo tunaza hela za kijinga. Huko ndo kwenye hela ambako namwambia mtu mwingine kama ataka hizo hela asiangalie unachafuka au nani na kuona, wewe piga hela afu maisha yaendelee. Boni yai.